Mungu wangu, hii ni siri kubwa sana, sijui hata itakuwaje. Ali alifikiri Purab anampenda Pragya, lakini kumbe Purab anampenda Bulbul. Wacha niende nikawambie hili. Subiri Tanu, unafanya nini? Kama utamwambia Abi ukweli, lazima ataanza kumheshimu Pragya. Atajua kabisa kwamba huyu Pragya sio kulaumiwa, na kama sasa tutamkubali, hapana kabisa. Hivi Abi naye atakuwa na hisia na yule mpuzi? Kama atajua kuhusu hili, ndo atazidi kuwa naye karibu, na kama ikitokea nitakuwa nimempoteza Abi, nitampoteza. Hapana, sitaruhusu hili. Pragya kama hayuko na Purab, basi atakuwepo hapa. Inamaanisha atakuwa hajui chochote. Mungu wangu, hapana, sitaweza kumwonyesha Abi hii barua. Lakini vipi kama akija kujua haya yote, haya itakuwaje? Nataka kufanya kitu. Kuna shida gani dada? Mbona hawafiki? Samahani bibi, Purab na Ali hawakopi mpaka sasa hivi, au kuna tatizo lolote limewatokea? Hapana, hakuna tatizo. Watakuja hivi punde. Mwanangu, kuna kitu Purab amewaambia kwamba haji? Hapana, hajatuambia chochote. Alituambia kwamba anaumwa kichwa, labda ndo sababu. Sawa sawa. Kuna kitu kipo sawa. Hakuna yoyote yule anayeshuka chini. Na huyu Pragya kwani yuko wapi? Maana na yeye pia hayuko hapa. Au labda kuna shughuli zake mwenyewe anazifanya. Kaka, najua kabisa unalishughulikia hili jambo, lakini hatuwezi kukaa kimya, lazima tuiambie familia. Na kama hatutawaambia, hata wao watakuwa na wasiwasi pia. Fanya kitu kaka. Habari Samar, unajua Purab yuko wapi? Purab leo si harusi yake, lazima atakuwepo kwako. Kwani unaniuliza kuna shida gani kwani? Alafu Abi, tafadhali niombe msamaha kwa Purab. Mamangu ajisikii vizuri, kwa sitaweza kuhudhuria. Itanibidi mimi ndo nimwangalie huko. Sawa, haya, asante. Najua haitakuwa rahisi kumpata. Wale wawili wameshatimiza mpango wao sasa, lakini kaka, unatakiwa wakamate. Inabidi uwapate kwa ajili yangu, kwa sababu nitamuua mimi. Pragya mwanangu, ulikuwa wapi? Mimi nilikwenda kuleta majani ya mwembe kule bustanini. Mchungaji alikuwa ameyahitaji. Bibi, kuna nini? Mbona unaonekana na wasiwasi hivyo? Mwanangu, muda unaenda sana. Purab haonekani. Mimi naogopa. Purab na Alia hawatakiwi kugombana tena. Hapana. Kuna yeyote amekwenda kuwatafuta? Kwanza Abi, alafu sasa hivi Alia. Natoka wameenda huko. Hakuna yoyote ile alirudi hapa chini.
Wala usio na wasiwasi, nitakwenda kuwatafuta. Purabi, mpatie mchungaji haya majani. Mimi nakwenda, usio na wasiwasi. Sawa. Purabi mbona hayupo mpaka sasa hivi? Huu si wakati sahihi wa kubadili mawazo yake. Wacha nikamwelezee. Kila mtu atakuwa ameshajua kwamba sasa hivi siko nyumbani kwa Abi. Abi inatakiwa ipate ile barua yangu ili ajue kwamba dada Pragya hahusiki na hili swala. Mungu wangu. Sijamwambia chochote mjomba na shangazi. Abi atakapowaona tu atamaliza hasira zake kwao. Huyu Purabu mbona ananipigia simu? Halo, shangazi, uko sawa huko kweli? Niko sawa. Unamaanisha nini? Wewe uko wapi Purabu? Kwa nini unapiga simu badala ya kuja kwenye eneo la tukio? Hebu harakisha, kila mtu anakusubiri huko. Hii inamaanisha kwamba hakuna anayejua chochote. Shangazi, naomba unisikilize kwa makini. Shangazi, mimi sipo huko na wala sitokuja huko. Wewe ulikuwa sahihi kabisa. Mimi siwezi kumuoa Alia wakati simpendi kabisa. Shangazi, nimeamua kufanya maamuzi magumu. Mimi nimemwacha Alia na kurudi zangu kwa Bulbul. Lakini shangazi, Abi na Alia hawajui hili, na pindi utakapokuja kujua kutakuwa na vurugu sana hapo. Abi atakuwa na hasira sana. Shangazi, tafadhali ondokeni hapo kabla Abi hajawakuta. Chukua familia nzima na muweze kurudi wote nyumbani. Umechukua maamuzi sahihi kabisa, lakini sio wakati sahihi. Hakuna tatizo, kila kitu kiko sawa kwenye mahusiano. Wewe usiwe na wasiwasi, tunaondoka sasa hivi. Ulikuwa unaongea na nani? Nisamehe dada Pragya. Nimeusikiliza moyo wangu badala ya kusikiliza wewe. Ila wewe usijali kuhusu hilo. Abi hatakwambia chochote. Baada ya yeye kuiona barua yangu, nyewe wawili mtauelewa uamuzi wangu. Kaka, wapigie simu polisi na uambie kwamba Purabu amepotea. Wanatakiwa wamtafute. Hiyo ndo njia ya kumpata. Mpaka sasa hivi tayari nimesha... Tulia. Tutuambia nini polisi sasa? Hili wala sio kosa la kisheria. Ujidhibiti bwana. Nahitaji kuongea na nyote wawili. Najua hautaki kuongea na mimi Alia, lakini nilipokuwa naenda nyumbani nikakutana na dereva Purabu. Alishaikuwa dereva wangu. Amesema amemwona Purabu akikimbia kutokea mlango wa nyuma. Yuko wapi? Nataka kukutana naye. Wewe, Purabu yuko wapi? Unafanya nini? Unataka nini wewe? Unaongea kitu gani wewe? Mimi nimekuja kuuliza kwa nini hamshuki chini. Bibi ana wasiwasi sana kule. Purabu yuko wapi? Unatuuliza sisi kuhusu Purabu eh? Wewe ndio unatakiwa utuambie alipo. Wewe ndio umemkimbiza. Kwa nini nimtoroshe Purabu? Lazima atakuwa hapa hapa. Yuko hapa. Kama yuko hapa, yuko wapi? Kaka, hebu mwangalie alivyo mjanja. Yaani anajifanya kama vile Samli ambaye haiwezi kuyayuka mdomoni mwake. Kaka, ujanja wake. Naomba uache maigizo yako. Na namaanisha ili kweli. Wewe lazima utakuwa umemlazimisha Purabu asioe. Na umefanya hii makusudi ili dada yangu na familia yangu iweze kuvunjiwa heshima. Ila sitoruhusu hilo litokee. Ili ni onyo langu la mwisho, niambie Purabu yuko wapi, la sivyo. Mimi sijapanga chochote kile. Kweli sijui Purabu yuko wapi. Nani mwingine anajua kama si wewe? Wewe ndo mtu pekee ambaye ulitega mitego kuanzia mwanzoni, si mwingine yoyote. Kwanza ulimtega Purabu na kisha kaja kunitega mimi hapa. Wewe ndo umefanya hivi. Na nilipokuambia kwamba nitakutimua nje ya nyumba hii baada ya harusi, ukaona mnase Purabu ili uweze kuolewa naye. Sikukwambia kwamba bibi yangu ni muhimu eh? Lakini umeharibu kila kitu. Umeshindwa kabisa kuelewa umuhimu wa bibi yangu ambao nilikwambia eh? Umefanya vitu vya kijinga sana. Umeharibu. Unataka kuniambia kwamba pendo lako na heshima yako ulivyovionyesha kwa bibi yangu
vilikuwa ni maigizo, sio? Kuniokoa na polisi ilikuwa ni maigizo pia, ili waweze kunivutia tu mimi. Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umefanya hivi? Niambie mjinga wewe. Sijawahi kumwona mwanamke mjanja namna yako tangu nimezaliwa. Umechukua mpenzi wa dada yangu. Umeharibu maisha ya dada yangu na maisha ya bibi yangu pia. Kimya! Sikiliza, nakuomba sana umrudishe Purabu wangu kwangu. Yaani, unajua haitaleta tofauti kwangu. Na kama hayuko hapa basi naomba umpigie hata simu. Mpigie sasa hivi. Mwambie anioe ili atimize ahadi ya kaka. Na kama Purabu atarudi, naahidi mimi nitakusamehe makosa yako yote. Wewe nirudishie tu Purabu wangu tafadhali. Lakini kama nitashindwa kumpata Purabu wangu, basi mimi mwenyewe nitaiharibu familia yako bila huruma. Kwani wako wapi? Mbona wote hawashuki chini? Nakwambia ni ukweli, si chochote. Wewe unajua Purabu alipo, ila tu wewe hutaki kuniambia mimi ukweli. Hata mwanzo ulishamuiba, unataka kumuiba kutoka kwangu tena. Na pia amekimbia baada ya kuniona mimi nikiwa nimevaa gauni langu la harusi kwa sababu yako wewe. Alia, tulia, usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Naanzaje kutulia? Huyu amemuiba Purabu wangu. Nini? Purabu amekimbia? Kwa hiyo inamaanisha Purabu amemkataa tena Alia. Hii ndo habari mpya mjini. Yule bibi akishapata hii habari atapata mshtuko wa moyo. Na yule bibi kizee ataaga dunia hapo hapo. Na mimi ndo nitakuwa malkia mpya wa hii nyumba. Nilikuwa na hasira na Purabu bila sababu, wakati yeye ndiyo kisimati changu cha sasa hivi. Ngoja mimi niende nikawapashe watu habari. Mama, hivi ni kwa nini wanachukua muda mrefu kiasi hiki? Kwa mvumilivu atakuja. Hakuna faida yoyote ya kuendelea kusubiria, kwa sababu wote mnapoteza muda wenu. Unasema nini? Mimi sijasema chochote bado mama, lakini baada ya kulisikia hili, sijui kama utaweza kuwa na ujasiri wa kulivumilia. Kwa nini unaongea kwa mafumbo? Ongea waziwazi. Naona huyo bibi kizee anataka kufa mapema namna hii. Sawa, wala sijali. Hii harusi haipo tena. Kwa makini tafadhali. Purabu amemkataa Alia kwa mara nyingine. Jitulize dada. Mama, kifua chako kimeanza kuuma Mama, ina maana unatamani bibi apate ugonjwa wa moyo ama? Hebu kaa kimya. Usiwe na wasiwasi bibi, kila kitu kitakuwa sawa. Niko sawa. Usiwe na wasiwasi. Naenda kuangalia. Twende wote dada. Hapana, nitaenda mwenyewe. Nakuja. Mama, tusimwache peke yake sasa hivi. Twende naye. Huyu bibi kizee ana nini? Mbona kile anachokifanya hafi? Bwana harusi amekimbia? Inamaanisha hadithi imebadilika tena.
Lakini kama Pragya yuko hapa, sasa Purab atakuwa wapi? Mungu nisaidie. Naenda kuvipoteza vipenzi vyangu vyote. Nampoteza rafiki yangu na watu wengine pia. Tafadhali nikutanishe na Bulbul. Nakuomba. Bulbul yuko wapi? Nahitaji kuonana nawe. Tafadhali nakuja huko. Kuna nini Bulbul? Upo sawa? Hivi nimeota tu ndoto mbaya. Wewe usio na hofu. Tunajua unapitia wakati mgumu sana, lakini usifikirie sana. Lakini unajua nini? Unatakiwa uwe jasiri, si ndio? Sasa hivi wewe lala na usahau kabisa kuhusu ndoto mbaya. Usio na wasiwasi. Hebu lala kwanza. Kwa nini mpaka sasa hivi namfikiria huyu mtu? Nadhani mpaka sasa hivi atakuwa tayari ameshaoa. Purab tayari ameshakuwa wa Alia. Na mimi sina kabisa, na nimeikosa hiyo haki ya kumkumbuka kwa sasa hivi. Umefurahi kumwona dada yangu kwenye hali kama hii, sio? Najua kwamba unanilipizia kisasi. Ni sawa kwa upande wangu mimi, ila haukumfikiria bibi yangu hata mara moja. Wewe unajali sana kuhusu mama yako pamoja na bibi yako, lakini umeshindwa kabisa kujali hisia za bibi yangu mimi. Angalia, kabla familia yako yote haijajua kuhusu Purab, na kuuliza tena kwa mara ya mwisho kuhusu swala hili. Purab yuko wapi? Subiri kwanza, naomba ujaribu kunielewa. Sifanya chochote. Kwa nini mimi? Kwa nini nifanye jambo lile ambalo nawakataza? Kwa nini mimi nimtoroshe Purab? Familia nzima yetu iko chini. Kwa nini nimwambie Purab atoroke wakati mimi ndo nakesha kumwelewesha ya kwamba aache? Kwa nini nifanye mambo kama haya wakati najua hii ni siku yangu ya mwisho ndani ya hii nyumba? Mimi sijamwambia Purab atoroke. Kama hujampeleka lazima utakuwa umemlazimisha aondoke wewe. Utakuwa umemlazimisha, si ndio? Unajua kwamba kila mara mimi nilikuwa najihisi sikuelewi kabisa wewe. Ila sasa hivi nina uhakika kwamba kosa langu mimi lilikuwa ni kukufikiria kwamba wewe ni dhaifu. Sikiliza, na kuuliza tena kwa mara ya mwisho, Purab yuko wapi? Niambie, Purab yuko wapi? Hata kama ukiniuliza zaidi ya mara 1000, nitazidi kukupa jibu lile lile kwamba sijui Purab yuko wapi. Hili limetokeaje? Kwa nini Purab ameondoka? Mbona kila kitu kilikuwa sawa? Imekuwaje? Hebu niambieni. Nyamaza mwanangu. Kama sio kwa ajili ya familia, alitakiwa amhudumie Alia. Alitakiwa afikirie kuhusu rafiki yake. Sasa ni Alia. Kwa nini hivi? Sio kosa la Purab bibi, ni kosa la huyo mkweo. Huyo ambaye unamsifia kila wakati. Muulize Purab yu. Alia, amejizuia kwanza. Najua kilichotokea kikuwa sahihi. Unatakiwa uwe jasiri. Kwa nini Alia anasema hivi? Kwamba Pragya amemsaidia Purab kukimbia? Kivipi hiyo? Bibi, iko hivi. Wakati ambao Purab alikuwa akiondoka hapa, ilikuwa Pragya alionekana akiondoka naye. Ndio maana Alia anahisi Pragya amemsaidia Purab kukimbia. Ila hakuna kitu kama hicho, sio kweli.
Mwache tu Ali, kwa sababu unajua mtu akiwa katika hali kama hii huwa inakuwa ngumu sana kujua kipi ni sahihi na kipi si sahihi. Ila kitu kimoja cha uhakika, yeyote anayehusika na hili sitamwacha. Tuachane na hayo. Cha kwanza kabisa, tufikirie jinsi tutakavyowaambia wageni. Nitawaambia, nitasema ukweli, lakini familia yangu inabidi iwe na mimi. Ametoroka tena. Atatoroka mpaka lini? Kete tayari imesharushwa. Ninyi nyote niliwaalika kwenye hii harusi ya mjukuu wangu ili wote tuweze kufurahi kwa pamoja, na sasa hivi natangaza kwa huzuni kubwa ya kwamba harusi hii haitofungwa. Samahanini. Kwa sababu katika harusi hii mhusika mkubwa hayupo. Najua ya kuwa hakuna anayependa hili. Chochote kilichotokea, basi wote tunatakiwa tujue kimetokea kwa heri, kwa kuwa ninyi nyote mmeliona hili ya kwamba Purabu alikuwa sawa tangu sherehe za mwanzoni, lakini sijui ni nini kimemtokea mpaka akaondoka. Hii ni mara ya pili kwa mjukuu wangu, kwa yeye kugombana na mjukuu wangu Alia. Kutokana na hili swala lililotokea leo, sintamsamehe. Pia nawaombeni msamaha kwenu. Sahauni hii siku, na pia tuendeleeni kushirikiana kwenye furaha ya familia yangu. Kwaherini. Asante Mungu, sikumpa Abi barua ya Purabu. Kama ningempa, basi hali ingebadilika. Purabu angeweza kuwa na Bulbul na Abi angekuwa na yule mpuzi. Ma, naomba mwende nyumbani salama, na wala hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, la sivyo BP yako itapanda, na umeze dawa zako kwa wakati, kwa sababu... Ni kwa nini Ali amesema ya kwamba Pragya amemsaidia Purabu kukimbia? Mama, yeye si alikuambia kwamba hali halisi ndo iko hivyo. Hata angekuwa binti yeyote katika hali kama hii, si lazima angechanganyikiwa. Arya na yeye amechanganyikiwa sana, ndio maana hajui hasa ni kitu gani anakiongea. Yeye hawezi ku... Bibi, naomba jaribu kumwelezea mama. Nani anaweza kumwelezea huyo? Mama yako ana tabia moja hivi, yeye anapenda kujiweka roho juu juu kwa vitu vidogo.
Nimesema kitu chochote kibaya mama? Huyu ni mtoto wangu, nisingependa mtu yoyote yule amlaumu, hata kama ni mumewe. Umeona jinsi gani Abi alivyokuwa akiongea na Pragya? Oho, Sarura, yule sio tu mume wa binti yako, ni kaka wa Alia pia. Na kama kitu kama hiki kikimtokea dada yake, lazima atakasirika. Na ni nani atamtolea hasira yake? Ni mke wake tu, na sio mtu wa nje. Na ukija upande wangu, kwa uzoefu wangu wa miaka 125 nasema hivi. 125? Ndiyo, 75 ya kwangu na 50 ya babu yako. Na uzoefu wangu unasema pindi tu Pragya atakapoingia ndani, basi yeye atamwomba msamaha Abi kwanza, si ndio? Dada, twende, taksi imeshafika. Twende. Weka hapa. Kuwa makini Twendeni mama. Twende. Kwa nini Purab amefanya hivi? Ameshinda hata kufikiria watu wa familia. Hakumfikiria Abi, hakumfikiria Bulbul, wala hata mama. Na mimi nitakwenda kumwelezea nani aelewe. Nini sasa Abi? Hivi unasubiri nini sasa? Abi huyu amevuruga akili ya Purab mpaka amevunja ndoa. Familia yote imedhalilika kwa ajili yake. Bibi amevunjika moyo, amevumilia sana vya kutosha. Siwezi kumwona na hali kama hii. Sijui kwa nini anavumilia. Sikiliza Abi, huu sio muda wa kufikiria. Fanya kitu na kuomba, achana naye na mtimue katika hii nyumba kabla maigizo mengine hayajaendelea. Na kuomba mtimue, nakwambia tena. Unafikiria mimi nitafanya nini? Nafikiria kitu cha kufanya hapa. Familia yangu yote imefedheheka kwa sababu yake yeye. Mimi ningeweza kumtimua tangu hapo awali, lakini huo wala haukuwa mpango wetu. Haukuwa. Kitu ambacho sisi tulikuwa tumepanga ni kwamba tumuumbue mbele ya bibi na kisha tumtimue. Na kama hatutafanya hili, inaweza kumsababisha bibi apate mshtuko. Na kwa sasa kitu ambacho kimeshamvuruga bibi sana ni Purab. Kama tutamwambia kuhusu Pragya, basi atazidi kuchanganyikiwa. Kwa hiyo nitasubiria mpaka kesho asubuhi, na kisha nitajua ni kitu gani cha kufanya. Yaani sielewi kabisa. Alia anasema kuwa Pragya ndio mhusika wa kila kitu. Unajua dada, hata mimi sielewi kitu kimoja. Pragya ameifanyia hii familia mambo mengi sana, lakini sasa sielewi hiki ambacho kimemtokea Alia. Yaani hata mimi bado sielewi kabisa, na pia sintoruhusu kutokuelewana kuzidi. Mi nakubali ya kwamba kilichompata Abi na Alia ni kitu kibaya sana. Sasa kwa nini hili jambo lililotokea leo linawaathiri Abi na Alia? Sintoruhusu hilo liwaathiri. Japo nimetulizwa kidogo na maneno ya Abi, lakini mimi namjua Alia vizuri sana. Akishamwekeaga mtu kinyongo, huwa hawezi kumwacha huyo mtu hata kidogo bila kisasi. Ni nini hiki? Sijawahi kuwa sijiwezi kama hivi maishani mwangu. Mtu ambaye sio muhimu kabisa kwangu ana udhibiti kamili wa maisha yangu. Anajua siwezi kumwambia chochote kwa sababu ya bibi. Anayetumia hali hii kama faida kwake.
huu sio muda wa kufikiria. Fanya maamuzi na kuomba achana naye na muondoe katika hii nyumba kabla hajaleta maigizo mengine zaidi. Naomba muondoe, nakwambia. Kwa sababu ya kutokuelewana, sintoruhusu kuwe na mpasuko wowote katika familia yangu. Unatuuliza sisi kuhusu Purab? Wewe ndio wa kutuambia yuko wapi? Wewe mwanamke ni mjanja kweli. Lazima utakuwa umemlazimisha Purab asioe. Umefanya hivyo makusudi ili dada yangu na familia yangu yathirike. Umeharibu maisha ya bibi yangu na ya dada yangu kwa makusudi. Kimya! Ni kwa nini Ali amesema kwamba Pragya amemsaidia Purab kutoroka? Lakini Purab atakuwa wapi? Nini kimempata mpaka amechukua uamuzi huu ghafla? Hata simu ya Bulbul pia haipatikani. Halo dada. Bulbul, uko wapi? Simu yako ilikuwa haipatikani usiku mzima. Unafanya nini wewe? Dada, mimi nilikuwa kupona pamoja na rafiki zangu. Alafu pia simu yangu ilizima, ndio maana nilikuwa sipatikani. Lakini kwa nini una wasiwasi hivyo? Hebu sahau yote hayo, naomba uniambie umeongea na Purab kweli? Purab? Jana si nilikuwa harusi ya... Dada, kila kitu kipo sawa eh? Hakuna kilicho sawa hapa Bulbul. Hakuna yeyote anayejua Purab umekwenda wapi. Mimi nikadhani labda atakuwa amezungumza na wewe. Watu wanamtafuta sana, wamemsubiria mno, lakini wala hajarudi hapa. Dada, mimi alikuwa amenipigia simu, lakini nilikata na nikamblock kabisa. Na nikadhani kwamba utajaribu kunipigia kupitia namba nyingine, ndio maana mimi usiku mzima sema simu yangu kabisa. Dada, lazima kutakuwa na tatizo kubwa kwa si ndio? Vipi Alia? Pamoja na shemeji Abi wote wanakula mwe. Si ndio? Na maana yote yamekudondokia wewe. Dada, mwezi anaogopa. Hapana Bulbul. Ni kweli tuna wasiwasi, lakini mimi niko sawa. Wala usijali kuhusu mimi. Tafadhali nakuomba, mpigie simu Purab, mwambie kwamba nataka nikutane naye. Mimi nimpigie simu Purab? Nisamehe Bulbul, lakini hapokee simu ya mtu yeyote yule. Lazima utapokea simu yako. Sikiliza, kama siporudi basi wasiwasi utazidi kuongezeka. Na kama Ali akimwambia kitu mama, unajua kitu gani kitampata. Nisamehe sana Bulbul, lakini ni wewe pekee ndo unayeweza kuishughulikia hii hali. Si utampigia simu? Sawa dada, mimi nitampigia simu. Kwa mimi wetu na tofauti ya? Dada, mimi nitakuunga mkono popote pale, hata kama dunia mzima itakugeuka. Wala usiwe na wasiwasi. Sasa hivi nampigia simu Purab na nitamuuliza yuko wapi. Basi mpigie simu na kesho tutanirudia. Sawa dada. Nilidhani kwamba Purab na Bulbul watakuwa wamezungumza, lakini Bulbul hajui chochote kile. Lakini kama Purab hakwenda kumwona Bulbul, atakuwa wapi sasa? Haujafanya haki kabisa Purab. Tayari ulishaniahidi muda mrefu kwa utamuoa Alia, lakini nashindwa kuelewa kama unapatia unakosea. Na sitaruhusu jambo lolote lile limkute dadangu. Najua tu Abi pamoja na Alia watakuwa wanamtupia alama zote dadangu. Sitaruhusu dadangu aangike kwa sababu ya makosa yangu. Sara, sasa kwa nini wewe unakuwa na wasiwasi hivi? Hivi unahisi kuwa na wasiwasi ndio tiba nzuri la tatizo lako? Zaidi ni kujizalishia tu maradhi. Aha, kuna mpangaji amekuja hapo jirani na kwetu. Unajua nini? Alikuwa na kilo 120 alipokuja hapa. Alikuwa mzito sana, lakini sasa hivi ana kilo 60. Unajua kivipi? Kwa sababu ya mawazo. Kwa hiyo naona nataka upungue uzito kwa sababu ya uoga. Mimi wala siogopi mama. Nina wasiwasi. Inanibidi niwe na wasiwasi juu ya binti yangu au kuona kilichotokea kule jana. Ali anaweza kuwa amesema kitu kingine kwa Pragya. Na Abi, hasira yake inaweza ikazidi. Ina maana utayapata majibu ya maswali yote haya kwa kuyafikiria? Hebu mpigie simu. Fanya haraka. Alafu sikiliza, usimpigie Pragya.
kwa sababu utakapompigia lazima tu atapata na wasiwasi. Haya, piga. Ndiyo mama, nitaongea na bibi yake Abi. Bulbul? Bulbul, uko wapi? Unajua nimekupigia mara ngapi? Kwani ulikuwa pokea simu? Na ghafla simu yako ikazimwa. Unajua shida yangu ilikuwa ni nini? Usiku mzima sikuweza kabisa kulala na nilikuwa naendesha gari. Nilidhani naweza kukutana na wewe nikushirikishe hisia zangu. Bulbul, nataka kukutana na wewe sasa hivi. Na sasa hivi sitosikiliza chochote kile. Nimeshavurugwa akili Bulbul. Naomba tuonane tafadhali. Purab! Nimepata taarifa zako kwamba umekimbia harusi yako. Ndiyo Bulbul, mimi nimeikimbia harusi. Ila kulikuwa kuna sababu. Nataka kukutana na wewe ili nikwambie sababu hiyo. Purab, mimi niko Pune sasa hivi, siwezi kukutana na wewe. Baada ya masaa machache nitakutana na wewe. Kwa nini uchukue muda hivyo? Mimi niko kwenye barabara hii Bulbul. Nitafika hapa baada ya lisali moja au mawili hivi. Purab, siwezi kukutana naye sasa hivi kwa sababu kuna kazi nafanya na niko na rafiki zangu huku. Mimi wala sina muda. Sawa. Mimi nitaondoka sasa hivi. Ila baada ya masaa 4 itakomba tukutane pale nyuma ya hekalu la Viki. Naomba usichelewe. Nitakusubiria Bulbul. Halo, habari yako bibi? Sarla hapa naongea. Samahani nimeweza kupiga simu asubuhi na kuamsha. Unaona, nilikuwa na wasiwasi juu ya kile kilichotokea jana. Sijaweza kulala usiku wote. Abi na Pragya wako sawa? Nachomaanisha ni Abi alikuwa amekasirika sana jana, ndio maana nina wasiwasi. Sasa kwa nini una wasiwasi? Mimi niko hapa. Sasa hivi binti yako ni jukumu letu sisi. Sintakubali chochote kisiende sawa kati yao wawili. Kwa hiyo usijali kabisa. Ikiwa Pragya hajafanya chochote, sasa itawezekanaje Abi kumkasirikia yeye? Usiwaze sana. Kila kitu kipo sawa. Sawa. Kwa heri. Huyu msichana amekuja na baraka za namna gani kutoka kwa mama yake? Kwa sababu jinsi inavyozidi kumuumiza ndipo anapozidi kupata faida. Kwa namna hii sidhani kama ataondoka humu ndani, na kama ilivyo almasi hukata almasi, vivyo hivyo natakiwa umshinde mtu mzuri na uzuri wake. Mbona Bulbul bado hajapiga? Sio atakuwa ameongea na Purab ama bado? Wacha nimpigie mwenyewe. Aha, Bulbul, uliongea na Purab? Jala, nimetoka kuongea na Purab sasa hivi. Kasema nakuja Pune kukutana na mimi. Kama baada ya masaa 4 hivi. Ashukuriwe Mungu. Sikiliza, na mimi naondoka haraka sana. Usimwache aondoke kama sijafika hapo, ha? Sawa dada. Mungu pekee ndiye anajua kinachotokea. Acha ulize maswali ya kijinga sana, sitaki ubishane sasa hivi. Subiri Pragya. Nataka kuongea na wewe. Kiukweli sielewi wapi pa kuanzia. Namaanisha kwenye yote haya, ikiwa sikukuelewa kabisa. Kwanza kabisa, tafadhali naomba nisamehe. Pia msamehe Abi na Alia kwa sababu hatukukuelewa wewe na hauko vile tulivyokuwa tunakufikiria. Pragya, nimeshajua ukweli wako. Wewe sio msichana Purab anayempenda, bali ni mtu mwingine. Wewe unaongea kitu gani? Sio mimi, ila barua ndio inavyosema. Purab amemwandikia Abi hii barua. Nimeisoma hii barua. Purab hakupendi wewe, ila ukweli ni kwamba Purab anampenda mdogo wako Bulbul. Hebu ona, tulidhani wewe ndio yule msichana. Tumekutendea vibaya sana. Hili ni kosa la Alia. Alikuwa hajiwezi sana kwa Purab, na ndio maana sisi tulimsikiliza sana yeye. Yaani kiukweli tumekukosea sana wewe. Lakini nikwambie kitu, usijali sawa? Nitaongea nao, usijali. Nitaonyesha hii barua. Siwezi kuelezea labda kama
Purabu atakuwepo hapa, ataeleza mawazo yake pamoja na hii barua, na hapo ndipo kila kitu kitakuwa wazi. Nashindwa kuelewa sehemu alipo. Pragya, kiukweli anataka kuyamaliza kabisa haya. Nadhani unaelewa. Nimeelewa, uko sahihi kabisa. Nimefurahi sana kwamba umejua kila kitu na umefanya uamuzi sahihi kabisa, lakini hali kama hii inatubidi tuishughulikie kwa umakini sana. Lakini kwa ajili yako hilo ni muhimu Purabu awepo hapa. Kama nitaionyesha hii barua kwa Abi bila Purabu kuwepo, sijui Alia atajisikiaje. Unajua, kama wataongea ana kwa ana, basi itakuwa wazi, lakini sijui Purabu yuko wapi. Mimi najua alipo, wala usio na wasiwasi. Nakwenda kukutana naye na nitahakikisha namshawishi kabisa rudi nyumbani. Hii itakuwa ni vizuri sana Pragya, na wala usio na wasiwasi kabisa. Mimi nitawatuliza Abi na Alia, na wewe itakubidi urudi hapa haraka na Purab. Lakini yuko wapi? Pale karibu na sinagogi unakuaga na kituo cha wapendanao, pale ndo nakwenda, na hakika nitamrudisha nyumbani. Sawa, tafadhali nenda. Asante. Hisia nyingi inamaanisha nafasi zaidi ya kuwa mpumbavu kabisa wa kihisia. Kama Pragya yeye atakuta yuko na Purab, sijui Alia na Abi watafanya nini. Inafurahisha. Wacha tuone sasa. Mama Pragya, kukaa kwako bure kumeisha. Sasa itakubidi ulipie na upotee. Hii barua lazima Abi aisome, la sivyo ukweli utajulikanaje sasa?